Bunge la Ukraine kama vile limemkataa Volodymyr Zelensky, rais wa nchi hiyo, na kukubaliana na kile rais wa Marekani Donald Trump anachotaka, kuchukua jukumu la maamuzi katika usitishaji wa mapigano. Bunge hilo la Ukraine limepongeza juhudi za amani za Trump wa Marekani, ambaye anataka kuchukua jukumu katika kumaliza vita hivyo kati ya Urusi na Ukraine. Bunge hilo la Ukraine lenye viti 450 limetoa taarifa siku ya Jumatatu jioni na kusema kwamba rais wa Marekani Donald Trump atachukua jukumu muhimu katika mazungumzo ya makubaliano ya amani kati ya Kiev na Moscow. Kuidhinishwa kwa umma kwa juhudi za upatanishi za Trump kunakuja baada ya kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukataa kuomba radhi kwa mabishano ya hadharani ya wiki iliyopita na Donald Trump na makamu wake wa rais JD Vance katika ikulu ya White House. Katika taarifa kwenye tovuti ya bunge, wabunge hao walisisitiza jukumu la maamuzi la msaada wa Marekani na kusema kwamba bunge linakaribisha mipango ya rais Donald Trump ya kuanzisha mchakato wa mazungumzo yenye lengo la kupata amani. Mzozo kati ya Trump na Zelensky umeongezeka mwezi uliopita baada ya maafisa wa Kiev na Brussels kumkosoa Trump kwa kufungua mazungumzo ya moja kwa moja na Moscow bila ushauri wa idhini yao. Trump alimtaja Zelensky kama dikteta, wakati timu yake ilimkashifu kiongozi huyo wa Ukraine kwa kukataa kutia saini mkataba wa ukuzaji wa madini muhimu ya nchi yake. Hata hivyo, bunge nalo wakati huu linaamua kuungana na Donald Trump katika kile wanachosema kwamba ni katika kusitisha mapigano baina yao pamoja na Urusi. Kwa niaba ya watu wa Ukraine, bunge la Ukraine linatoa shukrani zake za dhati kwa rais Donald Trump, bunge la Marekani na watu wa Marekani kwa uungaji mkono wao thabiti wa uhuru wa Ukraine, mamlaka yake na uadilifu wa eneo, ilisema taarifa hiyo. Kwa sasa msaada huu ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwa watu wa Ukraine na vikosi vya usalama na ulinzi vya Ukraine, wabunge waliandika. Waliongeza kuwa wanaamini kwamba juhudi za upatanishi za Donald Trump zitakuwa na maamuzi katika usitishaji wa haraka wa uhasama na kupatikana kwa amani kwa Ukraine, Ulaya na dunia nzima. Bunge hilo pia limesisitiza umuhimu wa kuendeleza zaidi ushirikiano wa kimkakati na Marekani, hasa katika utafutaji wa madini muhimu kama sehemu ya uwekezaji. Mkutano huo katika ikulu ya White House limnukuu makamu wa rais JD Vance wa Marekani akimshutumu Zelensky kwa kukosa shukrani kwa msaada wa kijeshi na kifedha ambao Amerika imetoa tangu mwaka 2022. Baadaye Donald Trump alidai kuwa mgeni wake katika ikulu ya White House alikuwa hana heshima na hataki amani nchini mwake. Katika mahojiano na Fox News siku ya Ijumaa, Zelensky alikataa kuomba msamaha kwa Trump. Moja kwa moja alikariri kuwa Ukraine ilikuwa ikitafuta hakikisho la usalama kutoka kwa Marekani na ilihitaji kuwa katika nafasi imara katika mpango unaowezekana wa kusitisha mapigano. Kwenye chapisho lake la ukurasa wa X, Zelensky alimshutumu Trump pamoja na Congress ya Marekani na watu wa Marekani, ambapo alisema Ukraine inahitaji amani ya haki na ya kudumu na tunafanyia kazi hilo, aliandika. Trump hadi sasa amekataa kutoa hakikisho maalum la usalama kama vile kuingiza Ukraine katika NATO na kuchangia wanajeshi wa Marekani katika misheni ya baadaye ya kulinda amani, lakini pia alisema kuwa Zelensky hakuwa na kadi ya kulalamika kuhusu kutengwa wakati wa mazungumzo ya Marekani na Urusi yaliyofanyika mwezi uliopita mjini Riyadh nchini Saudi Arabia, lakini pia wakati huu ameamua kujitoa kabisa kuihakikishia fedha pamoja na silaha nchi hiyo ya Ukraine, ambapo bwana Donald Trump alitangaza wazi kabisa kwamba wakati huu Marekani haipo katika nafasi hiyo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.